Kanisa yote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Naitwa Pastor Samuel Rich, nimeokoka. Yesu ni Bwana na nimeoa, nina familia kule sehemu za Kitui. Amen. Mimi ni mchungaji, ninachunga kanisa kule Kitui. Mtu aseme amen. Nimetembea na kijana, naomba wasalimie kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Ben Mumo, nimeokoka na mpenda Yesu. Barikiweni. Amen. Mpe Bwana sadaka makofi. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya Apostle, Bwana akubariki kunipa nafasi ya kusimama katika hii madhabahu. Apostle, tumetoka naye safari ndefu ya wokovu. Bwana asifiwe. Na wakati nilikuwa sehemu za Kitale, tulikuwa karibu kwa mambo mengi na tulifanya kazi kubwa katika ufalme, na najua Mungu aliirekodi. Amen. Nataka kushukuru mzee, na mjua amekuja kwetu Kitui na tunashukuru Bwana. Naomba uangalie jirani, mwambie peleka makasiriko nyumbani. Msalamie, mwambie nakupenda na hakuna kitu utanifanya. Si nimesema salamia jirani, mwambie nakupenda na unaweza nipeleka kwa chifu unishitaki kwa nini nakupenda. Nakupenda by force. Mtu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatangaza moto wa Bwana katika jina la Yesu. Waliokushika wakuachilie, waliokukamata wakuachilie. Amen. Waachilie anga ya hii. Amen. Waachilie kimilili. Amen. Natangaza Mungu wa moto. Yes. Atembee mahali hapa. Amen. Atembee kwa nyumba hii. Amen. Na mtu aseme amen. Amen. Haleluya. Ujumbe wangu ni mfupi, unasema chuki ya faida. Haleluya. Nimesema nini? Chuki ya faida. Ati? Chuki ya faida. Chuki ya faida. Alafu hapo chini unaandika hashtag nini kinakukimbiza. Hashtag. Njoo. Mwingine akuje. Mwanaume mwingine njoo. Simama. Nipate hapa ndio katikati. Simama. Angalie mfano. Kuja this side. Apostle, niruhusu tutoe mifano hii ndio waelewe. Bwana asifiwe. Unaitwa nani? Brian. Na huyo Brian na huyo mzee wangu, si ni kweli? Maisha aidha kuna kitu nakimbiza ama kuna kitu inakukimbiza. Sasa angalia jirani, wewe unakimbizwa ama unakimbizana? Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu unakimbiza ama unakimbizana? Simba akiamka asubuhi akiona swara anainua mikono na kusema, Bwana asante kunipatia chakula. Si ni kweli? Naye swara akiona simba anasema nini? Mungu nipe nguvu ya kukimbia nishinde nini? Simba. Naye simba anasema nini? Bwana nipe nguvu ya kukimbiza swara nisilale njaa. Naye swara anasema nini? Bwana nipe nguvu nimshinde simba. So katika maisha aidha kuna kitu kinakusukuma mbele ama kuna kitu kinakusukuma nyuma.
Simama hapa. Weka mikono kwa kifua hapa na hapa. So katika maisha wewe mwekee. Katika maisha kuna watu wawili kwa hii kanisa. Sasa wewe sukuma hiyo, msukume twende. Endelea tuone. Sasa huyu kuna kitu anataka kwenda mbele, lakini kuna kitu kinamsukuma. Sukuma tuone. Enda. Wewe jaribu kusukuma uone kama utaweza. Ni gani iko na nguvu? Hii ya mbele iko na nguvu kuliko ya nyuma. Bwana asifiwe. Wacha tuone ingine basi. Wewe sukuma tuone. Tuone gani rahisi. Sasa wewe angalia mbele. Sukuma tuone. Unaona sasa? Bwana asifiwe. Kuna kitu mbele kinajaribu, lakini huyu naye anasema hapana, lazima nikisukume mbele. Mtu aseme amen. Amen. Chuki ya faida. Chuki, hakuna mtu hajachukiwa kwa hii dunia. Kila mtu amechukiwa. Hata wewe Saidi nikikuuliza watu wenye wanakuchukia, wengine hata ukianza kuongea unaanza kulia. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya nini? Wanakuchukia. Bwana asifiwe. Kila mtu kuna vile anachukiwa katika njia moja. Amen. Lakini leo nataka nikuletee ujumbe unasema chuki ya faida. Na najua mtumishi wa Bwana Apostle amewafundisha haya maneno, maana yeye ni mwalimu wa Bible. Ni mtumishi huwa anamfuata sana katika online. Katika maisha vile amewafundisha kwamba life ni vita. Na vita vya maisha, mimi huwa sihubiri tu vita, maana mwenyewe mahali niko kule Kitui ni battlegrounds, ni mahali pa vita. Huku kwetu utaona hapa Kimilili utaona mganga kutoka Kitui. Mganga kutoka Kitui. Huko hakuna mahali kumeandikwa mganga kutoka Kitui, maana huko kwenyewe ni uganga. Sasa hakuna haja uadvertise uganga, maana almost kila mtu ni mganga. Bwana asifiwe. Almost kila mtu ni mganga. So ni ground ambayo ina uchawi. So kila ukiamka asubuhi, amen, vita imejaa. Vita attacks imejaa. Na katika hiyo vita nakumbuka kuna mchawi mmoja alikuja kwa ofisi akaniambia, kijana nimekuja. Nikamwambia karibu sana. Sasa mimi sikujua hata na mchawi, lakini nilisense tu. So naonanga watu Tuesday na Friday. So nikamuuliza unataka aje? Akaniambia sasa nimekuja tuelewane. Akaniambia mimi nakujua. Mimi namwambia mimi sikujui. Akaniambia mimi nakujua na umenisumbua sana. Amen. Umefanya nini? Umejua huku kwa Haleluya, wale wachawi unajua ni wachawi ni wale ambao una guess ni wachawi na hata sio wachawi. Amen. Akaniambia sasa mimi ni mchawi na umenisumbua sana. So nataka tupishane. Nataka tufanye nini? Tubishane. Wewe tumia Mungu wako, mimi nitatumia Mungu wangu. Yule atashinda. Amen. Amen. Yule atashinda ni sawa. Unaonaje ukifika hiyo mchawi amekutembelea utafanya nini? Washirika wa Kimilili utafanya nini? Anakuambia mimi ni mchawi na wewe ni Mkristo na umenisumbua. So leo nimejilete tubisha, mwenye atashinda mwingine. Amen. Amen. Mwenye atashinda mwingine atakuwa ameshinda. So hiyo ndio ground ambayo iko mahali pala ambaye kuna watu hiyo spirit iko imezaliwa katika anga yao. Na kama kuna mkamba hapa ataniunga mkono, ni kwamba kule kuna mtu huzaliwa mganga. Yaani amezaliwa akiwa mganga. Amezaliwa na kuna kitu kwa mkono, sijili ingiaje kwa tumbo, imefungwa mkono. Amen. So anazaliwa kama mganga. Bwana asifiwe. Amen. Sasa uganga wake sio wa kugezi. Uganga wake ni ile real, ile inborn witchcraft.
So unakuta katika hiyo ground kila siku ni vita. Bwana asifiwe. Na unakimbizwa. Sasa unakuta kwamba wewe kama mtu ambaye umeokoka, sasa lazima usimame ili usiaibishe jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Lazima usimame kwa position ili ya kwamba Yesu apate utukufu katikati ya hiyo vita. Amen. Sasa swali ikawa, nimeacha Trans Nzoia mahali kuna kila kitu. Green, kuna amani, kuna tu wema, kuna Mrere. Sasa nimeenda mahali pana jua. Sasa nimeingia kwa grandi ya uchawi, na nimeenda mahali ambapo hata wachawi wenyewe hawakuogopi. Wanakuambia mimi ni mchawi, mwenye atashinda mwingine ni sawa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mama moja aliambia kijana mwingine wachana na msichana yangu. Akamrudia ya pili, wachana na msichana yangu. Kijana hakusikia. Ya tatu akamwambia sitarudia. By saa 8 kijana alikuwa wazimu. Haya. By saa 8 kijana alikuwa wazimu. Maana aliambiwa achana na msichana wake akakataa. By saa 8 alikuwa wazimu. Alafu anasema ni mimi nimemfanya hivyo, simfanye chenye mnataka. Amen. Sasa unakuta kuna hiyo nguvu ya kiuchawi ambayo imetawala katika hiyo anga. So unakuta wakati unaenda na injili, lazima uokoke ile full. Bwana asifiwe. Amen. Lazima uokoke ile full. Lazima uokoke kiasi ambacho uko tayari kupigana na malango ya kuzimu. Oh yes. Bwana asifiwe. Amen. Na katika hiyo kupigana malango ya kuzimu, Biblia inasema kwamba aliye ndani mwetu ni mkubwa kuliko aliye ndani mwao. Amen. So leo nimekuja kutangaza kwamba Mungu ambaye ameendelea kunipatia ushindi, Amen, atalete ushindi mahali hapa. Amen. Atalete ushindi katika hii madhabahu. Amen. Atalete ushindi katika hii nyumba. Amen. Na achilia ushindi katika jina la Yesu. Oh yes. Na kama kuna mganga yoyote ambaye anakaa katika anga ya kimilili, nimekuja kumtangazia ya kwamba uganga yako nimeikamata kwenye anga. Utaachilia wale ulimeza, utaachilia wale ulichukua, utaachilia wale ulifinyilia. Nachukua uwezo wa Mungu Baba. Hao waganga na wachawi, nashika network zao, nashika network zao. Wataachilia pesa yako, wataachilia watoto wako, wataachilia huduma hii, wataachilia washirika hawa, wataachilia nyumba hii. Wale wanakimbiza watu usiku, leo tutawakimbiza. Wale wanafukuza watu usiku, leo ninawafukuza. Watoke kwa ndoto yako, watoke kwa ndoto yako, watoke kwa ndoto yako. Narudia mara 7. Wataachana na wewe, wataachana na mambo yako, wataachana na nyumba yako, wataachana na kazi yako, watakukoma, watakukoma. Narudia haya maneno, ninawanyamazisha, ninawanyamazisha, ninawanyamazisha kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Chuki ya faida, chuki ya faida. Amen. Chuki ya faida. Wakati nimeingia katika hapo, sasa unajua nimeingia mahali ambapo sio kwetu, sina brother, sina anybody. Nimeingia tu mahali na nimeanza fire. Fire, 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 fire. Sasa wakati nimeingia fire, kwanza mahali nilienda kufungua kanisa ni kwa kijiji, kwa village ndani. Na hapo wakichaka nilikuwa naona barabara zote, ukiangalia barabara ya North kuna dini Catholic, kuna ACK, kuna ABC. Yaani barabara zote zimezingira kale ka town ni dini. Amen. So wakati umeingia katikati ya dini na unaelewa vita ya dini, vile watu wa dini wanaweza tetea dini yao. So wakati nimeingia na moto, wenye dini wakasema no, hatuwezi kubali mtu kutoka from nowhere, hatumuelewi, hatujui anatoka wapi,
na amekuja kuchukua watu wetu. Bwana asifiwe. Nataka kufundisha nikuambie kitu inaitwa chuki ya faida. Praise the Lord. So wakati nimeingia pale nikaanza injili, wacha nikuambie, wenye sasa uongozi wote wakainuka, wazee wakaitana wakasema kuna mtu amevamia maeneo yetu na hatuwezi kubali akachukua haya maeneo. So nikaanza kufanya huduma katika maeneo ambaye roho ya kukataliwa imezidi. Kila ukitembea wanasema ndio ule pasta, ndio ule muongo. Sasa wakageuza story, wakasema huyu mtu watu wanaanza kumfuata ako na majini. Na mimi nikageuza story nikasema Mkamba na Mluya nani anakuanga na mashetani? Ni nani mchawi? Bwana asifiwe. Amen. So vita ikaanza hivyo sasa. So katika hiyo nafasi naye Mungu akanisaidia sana kuanza kuita Mungu. Apostle ni shahidi. Nikaanza mikutano, napiga ya kwanza, ni kama namaliza naanza tena, ni kama namaliza naanza tena. Haleluya. Nikaingia katika hiyo anga ya vita, chuki ya faida. Kuna chuki zingine zinafanya ukuwe na Mungu karibu. Point number 1. Kuna chuki zinakusongeshea Mungu karibu. Na kama kuna watu Mungu anapenda, ni watu ambao wanachukiwa kwa sababu ya ufalme. Ati umeokoka, uko na Yesu, alafu kuna kikundi na kuinukia, wewe ni candidate ya Mungu kujionesha ndani mwako. Wewe ni candidate ya Mungu kukutetea. Amen. Mungu atakutetea na atetee jina lake. Amen. Ya kwamba kile kingekupata kibaya kitawapata wale wanayekuchukia. Oh yes. Hallelujah. Amen. Sasa Mungu huwa anakuwa na karibu sana na watu ambao wanachukiwa, watu ambao wanafeel ya kwamba wako rejected. So chuki zingine zinafanya unaendelea kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Wakati unachukiwa sio wakati ya kujiuliza maswali, ni wakati wa kusongea Mungu. Ni wakati wa kumwamini Bwana, wakati wa kusema sina wa kukimbilia, lakini niko na Yesu. Amen. Ambaye anaweza nitetea. So kuna chuki zinakusongesha karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Kuanzia leo chuki isikupeleke mbali na Mungu. Oh yes. Ukichukiwa kwa kikundi yoyote, sasa ndio unatokea mapema. Wakikusengenya ndio unatokea mapema hiyo siku kabisa na umeng'ara. Amen. Oh yes. Wewe nakufundisha chuki ya faida. Maana kuna roho ambaye Wakristo shetani amewainulia vita. So katika hiyo vita unafidi ya kwamba Mungu amekukataa. Wacha nikwambie, hii injili tangia waliohubiri walipambana na roho ya kuchukiwa. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Hii chuki haijaanza leo na haitaisha leo. Yes. Wakati uko na hii microphone, wakati uko na Bible, umeinua vita katika anga, watakuinukia. Yes. Hata Yesu mwenyewe aliinukiwa na watu wa kwao. Wakasema yeye ako na pepo, ndiye anatoanga pepo ndogo ndogo. Lakini chuki yao haikuzuia mapenzi ya Bwana kutotendeka ndani ya maisha yao. Nami nakwambia siku ya leo, usikubali ukanyamazishwa kwa sababu ya maneno yao. Usikubali ukanyamazishwa kwa sababu ya chuki yao. Wakikunyamazisha, wewe kataa na kujisongesha mbele na kusema I am moving forward katikati ya hii chuki. Amen. Oh yes. Asifiwe. Amen. Kuna chuki zingine zinaleta maendeleo. Chuki hulete maendeleo. Yes. Wakati kuna pressure ndio kuna maendeleo. Yes. Unaona sasa hivi ile mko wa church ndio sasa kuna maendeleo kwa hii kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kuna pressure hapo ndio kuna kuanga na maendeleo. Yes. Yes. Lakini wakati hakuna pressure ni kukula tena kupenduka. Mtu asema amen. Amen. Nakumbuka my late mother Jennifer alikuwa anaomba pasi kwa jirani. Jirani alikuwa anamuomba pasi mama yangu.
Mama anga alikuwa na pasi. So tulikuwa na mama mmoja jirani, alikuwa anaitwa Mama Wamboi. So kila asubuhi Mama Wamboi anakuja kwetu. Mama Sami nisaidie pasi. Naye mama yangu alikuwa na roho safi, anafanya nini? Anampea. Anamsaidia kila siku asubuhi. Na wote walikuwa wanafanya soko. So hiyo asubuhi moja, sijui mama yangu aliamka aje. Ni kama kuna siku mtu anaamkanga ajisikii. Ajisikii kuongea na mtu. Wenye umeoa na kuolewa hapa. Umeamka asubuhi umelala na mtu sawa kwa kitanda, alafu unaamka asubuhi ujisikii. Ujisikii na mjakosana, lakini unamwangalia hivi, unaona kiviazi kingine, unaona kimayai tu, umuoni tena, ujisikii. So mama yangu hiyo siku aliamka ajisikii. Sasa Mama Wamboi akakuja. Mama Sami nisaidie pasi. Bwana asifiwe. Naye mama yangu hiyo siku ajisikii. Unajua mama yangu alifanya nini? Akafungua mlango, alifungua dirisha. Akafungua dirisha na akamwangalia hivi. Akamwangalia na akafunga dirisha. Na akaendelea na shughuli zake. Mama Wamboi alipotoka hapo alikasirika. Akaona huyu mama ni mbaya. Huyu mama ananichukia. Huyu mama mbona ameninyima pasi? Hiyo siku alienda kazini bila nguo ya kupasa. Lakini jioni ile masaa narudi. Mama Wamboi alienda supermarket. Akanunua pasi na ako kwa paper bag. Akaitoa yote na akakuja kama ameibeba kwa mkono. Sema chuki ya faida. Chuki ya faida. Chuki ya faida ikaleta maendeleo. Kuanzia hiyo siku hakuenda kuomba pasi, maana alibidi achukiwe ndiye afanye step ya kufanya maendeleo. Amen. Na wewe geuza hiyo chuki upate maendeleo kwa jina la Yesu. Amen. Wakisema haunanga kitu, wacha waseme hivyo, ichochee spiriti yako. Kesho akikuja wakupate ukiwa na kitu. Amen. Bwana asifiwe. Nitakana upate watu wanakuambia nguo yako moja imetusinya. Ikuume hiyo jioni, alafu sasa sande utokelezee. Unatokelezea hivi. Si unaona hiyo ni chuki nzuri? Ambia jirani, naomba unichukie. Naomba unichukie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So chuki ya kwamba kuna chuki zinaleta maendeleo. Bwana asifiwe. Kuna vitu hutapata bila mpaka upate roho ya kukusukuma. Mimi Apostle siku hizi nakumbuka siku moja tukiwa Kitale, nilikuanga na t-shirt moja, na hiyo t-shirt ilikuwa ndio vest. Na inatoka hapa mpaka hapa. So siku moja tukiwa crusade, mimi ndio nilikuanga kijana wa praise and worship kwa vyombo kila mahali. So saa crusade muziki kaiva, nikapiga muziki. Sasa nikaona watu chini wamefurahi, watu wanacheka. Mimi nikaona roho ameshuka, power imeshuka mahali pale, watu wamefurahi. Sasa baada ya crusade tumeshuka chini na hema. Thank you Father, thank you Jesus. Hallelujah. Sasa kwenda pale chini ndio mama moja akaniambia, we, yani umajesa nimevaa t-shirt ndio vest. Sasa kumbe t-shirt ilitoka iko kwa magoti na shati iko huku juu. So kumbe ndio wanacheka. Ndio mama moja akaniambia hatucheki, roho ameshuka, ni t-shirt yako imetoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then hiyo crusade iliisha kwa anga. Nilikasirika. Haleluya. Nikashukia yule aliniambia na wale walikuwa wananicheka. Nikasikia ndani mwangu nimeudhika. Lakini kumbe hiyo jioni ndio anga yangu ya kuvaa ilibadilika. Amen. Mimi nilikuwa so comfortable. Tena hiyo t-shirt nilikuwa navaa wash and wear. Nilikuwa naipenda sana kama vest. Lakini nilipopatwa kunichukia hiyo siku nilienda nikanunua mavesti kadhaa. Na nikahakikisha hiyo siku nimetaki na nimeachilia vest. Dogo watu waone ziko. We, kuna chuki zinaleta maendeleo. Yeyote anachukia huduma hii, maendeleo itaendelea kwa jina la Yesu. Yeyote wameama kanisa,
kwa sababu kuna michango wataona ikiendelea. Watagoma kuleta pesa yao, lakini project itaendelea. Watagoma kuleta simiti, lakini gorofa itasimama. Wataacha kuleta michango, lakini kazi ya Bwana haitasimama, itaendelea. Hiyo kuchukia wanakuchukia, vitu vyako vitaongezeka. Oh yes. Chuki ya faida. Bwana asifiwe. Amen. Chuki ya nini? Ya faida. Ya faida. Kuna watu wengine ukikuwa nao hawawezi kuletea maendeleo. Hawawezi. Unahitaji watu kisirani kidogo. Wakutoe mahali penye umekaa, wakwambie kuwa nomo, songa mbele. Yes. Na mtu aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna chuki zinaleta maendeleo. Amen. Kuna mtu ananielewa? Chuki zingine zinaleta kupanuka. Chuki zingine zinaleta kupanuka. Sasa for example, mama uko hapa, unaishi kwa nyumba ya room moja, watoto wamefika class 8 na uko tu sawa na kusema namwamini Bwana, alafu kidogo kidogo huyu Ruto anatumaliza. Hapana, unahitaji mtu ya kutoka kwa nyumba na kisirani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna chuki zinaleta kupanuka. Maana maisha unaweza kaa mahali ukaona kana kwamba umefika. So kuna kupanuka ingine pasipo kusukumwa. Haleluya. Kuna kupanuka ingine pasipo kusukumwa, utajikuta kwamba ako kanyumba utaona kama umefika, hujafika. Unahitaji mtu akwambia hapana, hama area hii. Itaonekana ni uzito, lakini at the end of the day umepanuka. Mimi last week, hiyo wiki ingine, last week hii ingine, niliamka asubuhi kule tunajenga kanisa. Hata hii ilikuwa kwa apostle. Si alikuwa kule chini. Ameshajenga kila kitu, ameendelea na mwenyewe analeta kisirani. Ilionekana ni uzito. Bwana asifiwe. Ilionekana ni mbaya. Ilionekana ni mambo ya kisirani. Amen. Lakini at the end of the day, ile chuki aliyoinua ni nani alipoteza? Hapa kanisa limepanuka. Kanisa liko na rangi. Tena ni permanent. Tena liko sawa. So anayedhania anakuchukia, anakusukuma kwa muujiza wako. Anayedhania amekumaliza, anakupeleka mahali Mungu anataka. Leo natangaza kila chuki ambayo umeikuta, mipaka yako ipanuliwe. Mipaka yako iongezeke. Mipaka yako iende level nyingine. Mipaka yako isonge kiwango ambacho masomo yako haiwezi kukufikisha. Akili yako haiwezi kukufikisha. Natangaza hiyo chuki itapanua mipango yako kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asijasoma verse sasa usione kama nimesahau. So kuna chuki zinaleta nini? Kupanuka. Amen. So hata kukaa na huzuni ni kama huna mtu. Hapana, ni Mungu anataka upanuke. Oh yes. Ni Mungu anataka uende kiwango kingine. Amen. Ukiona umefukuzwa mahali, ni Mungu anataka uende viwango vingine. Amen. Hapa huwezi toshea. Oh yes. So mimi nakuombea kwamba roho ya kupanuka ingie katika anga yako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kuna chuki zingine zinasababisha milango ifunguliwe. Bwana asifiwe. Wewe unaona Ana na Penina. Ana si anachukiwa kabisa. Na mke mwenzake. Lakini angalia sasa mahali chuki ilitokea. Wakati anamchukia, katika ile level ya mama huyu anashindwa hata kuongea. Machozi yanamtiririka. Kama Penina angekuwa pale kubembeleza Ana na kumwambia Ana, mke mwenzangu, usijali. Hii watoto nimezaa, nitakugawia 5. Nitakugawia nini? 5. Ana angesema baba asante. Ulinipa mke mwenza ambaye ana roho safi. Ana hangekuwa na ibada ya maombi. Ana hangejisumbua kwenda ibada mlimani. Angekaa na kusema nina Bwana ananipenda,
na mke mwenzangu atanigawia kwa watoto yake 10, atanipea wangapi? 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nini kilitendeka? Kwa sababu ya pressure hiyo, kusukumwa hiyo, kuoneshwa kwamba hana kitu, ilimsukuma mpaka tumbo yake ikaweza kufunguka. Kuna mambo unapitia ya kusukume mambo yako yafunguke. Oh yes. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wamekunyima pesa, wacha kuwachukia. Wamekunyima, ndio kichwa yako itakapopata pesa hautasema ni wao, utasema yes, hapa ni Mungu amenisaidia. Amen. Maana kuna watu wakikusaidia itabidi uwasifu. Hata ukitoa ushuhuda sema Bwana asifiwe. Kama sio ndugu mpendwa ambaye tuko naye hapa alipokuja akaniokolea, usipomtaja utapewa tena. Lakini unanyimwa, ndio ile siku Mungu anafungua mlango. Haleluya. Hata wale ambao walikataa kusaidia, hata wao watasema huyo ni Mungu ambaye amemsaidia. Hivyo natangaza siku ya leo ya kwamba kila chuki umeiona, malango yako yafunguke katika jina la Yesu. Mambo yako yafunguke katika jina la Yesu. Chuki inasababisha milango inafunguka. Bwana asifiwe. Hii Kitale walinichukia sana, hata Apostle ni shahidi. Kuna watu walinidharau. Hata kuna mwingine alikuwa ananitanga ni mimi ni broker ya makanisa. Kuna pasa moja bana alikuwa ananiita, huyu kijana ni broker ya makanisa. Anatoka hii kanisa, ana broker hii, anatoka hii kanisa, ana broker hii. Na nilisikia vibaya. Lakini at the end of the day, ile chuki ambayo nilisikia vibaya, sasa hivi wakimsimamisha hapa na mimi nisimamishwa hapa, utajua broker alikuwa ni nani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi natangaza katika jina la Yesu. Oh yes. Kile shetani alikusudia kitakupata kwa ubaya, Mungu anakigeuza, kitakuwa ushuhuda kwa maisha yako. Kile wanadhania kitakumaliza, itakuwa ni daraja ya kuenda viwango vingine. Nageuza kila chuki katika anga, itakuwa ni ushuhuda wa mahali hapa. Nageuza kila madharau, itakuwa ni faida yako. Na waliokudharau, heshima yako inakuja na watajilete. Hiyo chuki yao itakuwa ni faida kwako katika jina la Yesu. Na mtu aseme amen. Amen. Chuki ya faida. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru maana walimchukia Joseph, hata wakamuuza. Hiyo walifanya good thing. In fact wapigie makofi. Pigia ndugu za Joseph makofi. Nashukuru sana. Maana walimchukia mpaka wakaonesha chuki yao waziwazi. Mimi nakuambia watu wote wamekuonesha chuki yao waziwazi, wapigie makofi, waambie congratulations. Nasikia hiyo makofi mwapigia ndiye ya mwisho, hautawapigia tena. Ni masaa yako utapigiwa makofi. Ni masaa yako utapigiwa makofi. Natangaza kwa jina la Yesu, waliodhania wamesukuma Yusufu, mambo yake yameisha. Kumbe hiyo chuki yao iligeuza ikawa faida. Hiyo chuki yao Jehova aliitumia ikawa faida ya Yusufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ya walimchukia, naamini hiyo jioni walikuwa nasherekea. Akameenda. Mumeongea na mzee, vile tulipanga. Ya iko sawa. Bwana asifiwe. Vile iko sawa. Wakafurahia maana wamesukuma Yusufu. Kumbe hawajui ni mbegu ambaye ukiizika kuna vile itafufuka. Na mimi nakuonilia madhabahu siku ya leo. Wewe ndio Joseph ambaye naongelea. Wanaodhania wamekuchukia, wamekuwekea uongo, wamekusingizia mambo mabaya. Siku zinakuja mbele, ni wewe utawalisha. Siku zinakuja mbele, ni wewe utawapatia chakula. Watakuja kwako, hawataamini ni wewe waliyedharau. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ni shahidi. Mimi kuna watu walikuwa na nidharau ile ukweli. I tell you. Bwana asifiwe. Yaani unaona ile chuki ya madharau. Lakini leo hii, oh my God. My God.
Unaona mtu ameingia kwa inbox ya Facebook, ati Bwana asifiwe, ati mimi ni fulani, unanikumbuka? Na mimi najifanya simkumbuka, naambia na wewe nani? Na mimi najua ni fulani. Wewe who are you? Namwambia ngoja kidogo, niko busy, tutaongea baadaye. Chuki ya faida. Praise the Lord. Wakasukuma Yusufu, hawakujua hiyo kumchukia, wanamsukuma kwa baraka yake. Siku moja walishangaa wakati njaa iliwakamata, yule waliochukia yako na kikapu ya chakula. Watu wote walio na chuki hawawezi maliza vizuri. Haleluya. Watu wote wa chuki hawamalizangi vizuri. Watu wote wa roho chafu, inaitwa kamati ya roho chafu, hawamalizangi vizuri. Hata wazunguke waende kwa kanisa kubwa, siku moja utakuta barabarani viatu imekatika, slippers imekwisha, midomo ndio bado inaongea, lakini mwili umechakaa. Wamepararishwa. Haleluya. Amen. Watu ya chuki na wahurumia sana. Oh my God. Na wahurumia sana. Bwana nikomboe. Wanawahurumia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mimi nashukuru Mungu, maana walichukia Yusufu, lakini ile chuki ikageuka ikawa ni faida. Mungu akupatie faida katika jina la Yesu. Amen. Leo ninageuza kilio cha mtu mahali hapa. Uanze kuona faida. Uanze kumuona Mungu. Uanze kuona Jehova katika hiyo kuchukiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Chuki ya faida. Walichukia Paulo sana, hata walimpiga mawe, lakini injili ilihubiriwa. Amen. Amen. Injili bado inaendelea. Hata wewe watakuchukia, lakini the gospel lazima iendelee. Na wacha nikuambie, kama wanakuchukia kwa sababu ya neno la Bwana, hawawezi faulu. Amen. Hata kama inaonekana wamefaulu, they can't make it. Hawawezi faulu. Mtu aseme amen. Amen. Hawawezi faulu katika jina la Yesu. Hawawezi. Ambia jirani hawawezi. Hawawezi. Mpe haiteni, mwambie hawa. Wakikuchukia hawawezi faulu. Hawawezi. Katika jina hawawezi. Hawawezi faulu. Hawawezi faulu. Tuende katika Judges chapter 11. Judges 11. Hallelujah. Judges chapter 11 verse 1. Hallelujah. Thank you Jesus. Na mali inaweza kwa nisome. Ndio. Nipe Kiswahili. Najua kusoma English lakini sianza kusoma vitu hivi. Haya, inasema nini? Basi tusome. Basi huyo Yefta Mgiliadi alikuwa ni mtu shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Ngoja. Sasa Jefta alikuwa shujaa, lakini hapo chini kuna haribika. Mama yake ni kahaba. Number 1, hakuna mtu anachusa anazaliwa na nani? Na kahaba. Ama ulichusa mama yako? So historia yako isikuzuie kukuwa shujaa. Amen. Guza mtu mwambie mambo ya kwenyu isikuzuie. Mambo ya kwenyu isikuzuie. Wewe ni shujaa. Hata kwenyu kama kuna uchawi, wewe ni shujaa. Hata kama kwenyu watu hawajaokoka, wewe ni shujaa. Hata kama kwenye bwana yako hakujagi kanisa, isikufanye ukose kumtumikia Bwana. You are still precious. Let your history not hinder you. Amen. Historia kwenye isikuzuie. Bwana asifiwe. Yes. Kama kuna watu wana historia mbaya ni sisi. Kwanza mimi, physically mimi wacha niwaambie, mimi Samuel, sijaiona baba yangu. Sijui baba yangu kabisa mbele ya Mungu, niko kwa madhabahu. Mimi sijui mimi ni kabila gani, sijui ni Muluya. Mimi hata nijitanga Muluya lakini siko sure. Ni kweli. Na ile siku niliuliza mama yangu, wapi baba yangu? Alikuwa mgonjwa. Nilikuwa form 3 nikamuuliza mama, nimekaa na wewe miaka yote, sijaiona baba yangu. Ako wapi? Mama akaniangalia. Akaniambia kuja. Akaniambia sasa nataka uchague mambo mawili. Ni baba yako unataka ama ni kusoma? Na usijibu saa hii, ujibu kesho asubuhi. Wewe kama mtoto ungejibu nini?
Nikusoma tu. Si nikusoma tu. Asubuhi nikitaka kwenda shule akanishika shati akaniambia kuja nijibu ile swali. Nikamwambia na sasa hiyo ni mgonjwa, nikamwambia mama nataka kusoma. Akaniambia sikia, nisiwahi. Sikia. Wamama bwana asifiwe. Sijui mama alifanywa nini na huyo mzee. Nisiwahi sikia. Na wakati nimemaliza shule form 4, nilimaliza shule Wednesday na akakufa Friday. So hakuniambia baba yangu. Na alikuwa mtu aongei, nimeulizia wajomba yangu anasema mama yako hakusema. Hata ule best friend wake nilimtafuta akaniambia mama yako hakusema. Amen. Hata kwa matanga. Bwana asifiwe. Sasa unaona misingi ambayo tumetoka ndani ni mibaya. Lakini misingi hiyo tulikataa, haitatuzuia. Amen. Tulisema hata kama ni mibaya tumetoka nyumbani kuitengeleza. Tutang'ang'ana mpaka kitu kitokelezee. Amen. Tutapigana mpaka kitu kitokelezee. Tutachimba mpaka ichimbike. Yes. Tutapiga mpaka itoe maji. My God. That's why kila siku napigananga vita. I don't give up. Na sijui kukata tamani nini. Ni hata kama ile ngumu zaidi mtafanya mpaka itokelezee. Mimi sijui kukata tamaa. Mimi sijui ku give up. Maana najiuliza nikigive up naenda wapi? Nitaenda kwa nani? Kama hauna pa kukimbilia, tafadhali wewe baki kwa madhabahu. Amen. Angalia jirani, kama huna pa kukimbilia. Kama huna pa kukimbilia. Kama baki kwa madhabahu. Wewe kama sister yako sio Wetangula, wewe baki kwa madhabahu. Yes. Tafute tu Mungu apenda. Lakini kama sister yako ni Wetangula, angalau utakimbilia kwako mwambie bwana, ndugu yangu wewe ni speaker, nifanyie ile kitu. Lakini kama sio ndugu yako wewe, tafadhali baki kwa madhabahu. Nigusie mtu mabega mwambie tafadhali tubaki. Mahali hakuna chochote. Ama umetoka mahali hakuna chochote. Yes. Bado ndani mwako mna Mungu. Na Mungu ataleta hiyo ushujaa. Na Mungu ataleta hiyo neema. Na Mungu ataleta hiyo baraka. Anainua wanyenyekevu na kuwashusha wenye kiburi. Anainua watu ambao wanaamini. Na wanapatia jina. God. Yes. Moja sometimes nakumbuka apostle alikuwa na kiatu kingine ya ile ya Wanandi ile inakwanga ya wakala wanaipenda ya kibrown hivi na kisoli. Safari ni Sabas. Yes. Nakwambia kitu soli yake ndio uvunje hiyo soli. Lazima ukome tumie hiyo kiatu. Nilitembelea na hiyo kiatu. Mimi wakati kungenyesha na uniite kwako singekuja. Na nikikuja nitajifanya tu hapo nje. Niko na haraka. Si ati niko na haraka. Hiyo kiatu ilivunjika soli. Sasa nikaa ninaweka zile paper bag za blue, zile zilikuwa na kalenda. Mnazikumbuka mama? Wachana na jinsi watu ya kitamu. Watu ya kitamu unazikumbuka zile paper bag za blue za kalenda. Hiyo nilikuwa naweka ndani sasa. Sasa huku juu inaonekana sawa, lakini ndani ile harufu iko hapo. Hata paka ikinusa inakufa. My God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mateso zaidi ya mateso. Lakini Mungu huyu ni nani? Bado katika hiyo mateso anaweza fanya chombo kikawa cha thamani. Hata leo naweza vaa kiatu na nikabadilisha. Amen. Na si moja. Na sio moja. Na sio kiatu tu. Sio kiatu. Sasa unaiona. Ama uone. Ama una chuki na mimi sielewi. Chuki ya faida. Chuki ya faida. Katika hiyo kuchukiwa niliona maisha yamenichukia. Yes. Kumbe Mungu alikuwa anatengeneza chombo. Mateso yako yasikuoneshe Mungu anakuchukia. Hiyo ndio barabara ya watu wa kufaulu. Yes. Tunapitianga hiyo barabara. Yes. Hapo umefika tulipita. Yes. Na wewe utapita. Usijizukie. Bwana asifiwe. Amen. Na ukiona mtu wako mbele yako usimchukie, mpigie makofi. Hallelujah. Mpigie makofi kabisa, mwambie asante kufika mbele yangu. Unajua kwa nini Mungu ameruhusu aende mbele yako? Ili wewe utakapoenda yeye atakuwa kwa njia ya kukupigia makofi. Come. Welcome.
So Mungu amewasukuma waende mbele ili wewe utakapoenda upate watu wa kukupigia makofi. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, haujachelewa. Yes. Waliokutangulia wamekungojea kukupigia makofi. Yes. Yaani wewe ndio utakuwa mheshimiwa. Yes. Wakwambie mheshimiwa karibu. Yes. Fire. Hallelujah. Amen. Chuki ya faida. Ya faida. Tuendelee ile mstari. Okay. Mke huyo Gileadi akamzalia mwana na hao wana wakewe hapo walikuwa wamekuwa wakubwa. Hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta. Wakafanya nini? Wakamtoa Yefta. Yaani walipokuwa wadogo walikuwa wanacheza tu pamoja. Walikuwa wanacheza pamoja. Lakini walipokuwa watu wazima wakamtoa Yefta. Wakaamua kumtoa. Kamwambia wewe mambo yako lazima tuweke kwa meza. Tukikaanza na kumwambia Bwana asifiwe. Wakasema tukae chini, wakasema nini? Hatuendelee. Na wakamwambia wewe hutaridi katika nyumba ya babetu kwa sababu wewe mwana wa mwanamke mwingine. Wewe hautaridi kwa sababu wewe ni mtu wa mwanamke mwingine. Oh my God. Bwana asifiwe. Unajua acha nikwambie, originally wokovu sio wetu. Wokovu ni wa Israeli. Yes. Hallelujah. Sisi ni kwa neema tumepewa. Sasa hawa wakasema wewe hautapata kitu kwa hii nyumba, maana wewe ni mtoto ya mwanamke mwingine. Nashukuru siku moja Yesu akifanya huduma, mama moja akakuja kwake. Yesu akamwambia wewe mama, sitaki mchezo. Chakula cha watoto haipeangwi. Mama akasema nini? Akasema hata makombo, hata mbwa. Mimi nakwambia wanayekudharau, ati wewe hawezi pata kitu, utapata kitu kwa jina la Yesu. Amen. Ninaachilia baraka ya wafalme kwa anga yako. Amen. Katika jina la Yesu. Yes. Sasa hawa ndugu za Jefta wakainua vita. Wakainua bato. Wakasema sikia, baba ni mmoja lakini mama ni tofauti. Hautakula kitu ya mzee hapa. Toka enda. Naamini Jefta saa hiyo akasikia, moyo umevunjika. Kama ni aposto sasa, Jefta aposto, ndugu yangu na sister wamenifukuza. Anasifiwe. Jamaa kasikia ametupwa nje, hana pesa, hajui ataanzia wapi maisha, ameng'olewa kwao, maana mama yake alikuwa ni kahaba na sio yeye alituma mama yake kufanya ukahaba. Sometimes kuna mambo inaweza kukupata you can't explain. You have no explain. In fact ukiexplain ndio atakuuliza mbona unaeleza. Unakuwa. Bwana asifiwe. Kuna mambo yanakupata you can't explain. So Jefta akasikia amechukiwa. Kaambiwa toka. Wewe nakuhubiria kitu inaitwa, nikumshie jirani muuzie topic ni gani? Topic ni chuki ya faida. Chuki ya faida. Aya twende. Yefta akamwambia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Amen. Bwana asifiwe. Jina kwanza Jefta linamaanisha opener. Unajua opener? Yes. Opener. Kinachofungua. Sasa imagine mtu mwenye wanafukuza, mtu wa kufungua ndio wanafukuza. Wanaye kufukuza wakujui. Oh my God. Hawajui maana yako vizuri. Oh my God. Wanaye kufukuza, they don't know who you are. Watu wakufukuze, siku zinakuja mbele watajua ni nini walikuwa wanafukuza. Kalabayada. Mwimbaji akaimba akasema usione sijafanikiwa ukadhani nitabaki hivyo. Kwani macho yangu mimi Mungu anajua yeye. Jefta alizaliwa kwa anga ya mama yake ni kahaba, hakuchusi. Baba yake aliamua kuchukua mama yake. So kuna mambo tu yanaweza kukupata ambayo you don't have knowledge about it. But there is God in heaven. Anaweza rekebisha kila ambacho hujui utarekebisha. Amen. Mtu aseme amen. Amen. So huyu ni jamaa ambaye alizaliwa na mistake.
alizaliwa tu kwa mateso. Yeah. Yes. Ilikuwa hiyo njia ya Kipsonge ilikuwa inaitwa Bidii Bakery. Yes. Nikaingia hapo, nikaenda nikauza muhindi, nikamwambia muhindi nisaidie kazi. Kaambia kuja kijana, wewe nataka kazi? My friend, kuingia kwa bakery hivi, nikawekwa kwa steam mahali mikate moto inatoka. Unaona hii mikate unakula hii? Kwanza inafinywanga wakati wanaume wakiwa na migutuku. So sasa wakati niliingizwa pale kwa steam, sasa mikate inakuja na interval ya sekunde moja inarusha mikate 7. Sasa wewe ni kuchukua mimi ni mgeni, nimetoka shule, mama amekufa, bado siko nomo, ndio najiuliza amekufa ama hajakufa. Kuingia hivi mikate, nilisikia natoa mkate moja na nikasikia mikono imekuwa moto, nikadelay sekunde, nilisikia kofi hapa. Wewe naharibu kazi, toka! Nini mzee? Wewe naharibu kazi. Muhinda alinyekelea kofi. My friend, mikono ilikuwa black, moto. Nilipotoka hivi hata sikuchukua mshahara, nilienda tu. Sema Bwana Mungu, kama hiyo ndio. Chuki ya faida. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu anaelewa kile naongelea? Yes. Naongelea chuki ya faida. Sikurudi kutafuta hiyo pesa tena, niliachana naye. Jefta akachukiwa, kaambiwa na ndugu zake, toka hapa nyumbani, nenda. Kijana akaenda kuhangaika. Lakini hawakujua ni nani wanafukuza. Oh my God. Hawakujua ni nani wanakataa. Hawakujua kuna kitu ndani ya huyu kijana naye hawajafunuliwa. Tafadhali wacha nikuambie, usitaki watu wote wakuelewe. Ambia mtu usitamani watu wote wakuelewe. Usitamani watu wote wakuelewe. Na Mungu huwa anaficha watu ili wasikuelewe mapema. Maana wakikuelewa mapema watakumaliza. Wakikuelewa mapema watapigana na hiyo mbegu. So Mungu anaweza kukuficha ili wasikuelewe. Bwana asifiwe. Mungu huwa anaficha watu ili wasikuelewe. Haya, Jefta akafukuzwa. Jefta alipofukuzwa, jamaa akakimbia. Tuko verse gani? Ndipo Jefta akawaambia hao nduguze akakaa katika nchi ya Tobu. Na watu mabadhuli walikwenda na kutangamana na Yefta. Wakatoka kwenda pamoja naye. Endelee. Ikawa baada ya wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli. Wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakati vita ilianza, wazee wakaona wamelemewa. Wakasema hapa tusipotafuta yule tulifukuza hatuwezi shinda. Mimi nakuombea siku ya leo, ile aibu ungekuwa nayo, Amen, Mungu atahakikisha wamepata aibu. Amen. Na ameosha jina lako. Amen. Vitina yote umewekewa ya kisiri na wewe haujui hiyo vita, Mungu kuna vile huwa anageuza hiyo kikombe, jina yako inasafishwa na unabaki na ushindi. Katika jina la Yesu. Usiame kanisa kwa sababu ya fitina. Wewe mngojee Bwana. Wewe kaa kwa Bwana. Amen. Kuna vile atatafuta njia kutokea. Biblia inasema hawa wakaanza kupigana Waamoni na Waisraeli. Vita ikawaka. Wazee wakakaa chini wakasema hapana. Twende tutafute ule kijana. Ule tulifukuza. Kuanzia leo ninaamrisha kimilili ikutafute. Haleluya. Kuanzia leo ninaamrisha suluhisho ikutafute. Haleluya. Kuanzia leo ninatangaza kwa anga yako. Waliokunyima baraka waanze kutafuta wewe. Haleluya. Waliokataa kukuinua wakukujie katika jina la Yesu. Wafanye biashara ninawaombea. Waliokataa kununua vitu vyako ninaamrisha kwa jina la Yesu. Watazunguka kwote. Wakose kile wanataka, watakipata kwako. Haleluya. Watakipata kwako. Receive it.
Haya Jefta. Wakamwambia Jefta, njoo wewe. Njoo wewe. Uwe kichwa chetu. Njoo wewe. Oh my God, ninaombea katika hii ujumbe. Yes. Chuki ya faida. Masaa yako ya kuitwa haiko mbali. Masaa yako ya kuitwa haiko mbali. Masaa ya Redeemers kuitwa haiko mbali. Masaa ya Mungu kujionesha haiko mbali. Glory. Apostle. Yes. Apostle Simon Bright, njoo. Ni wewe utaombea governor. Ni wewe utasaidia watu. Njoo. Amen. Shalabadusia. Okay, sikia, hauwezi itwa kama hujakataliwa. Kwanza unakataliwa ndio wakukujie. Amen. Ambia mtu usijipeleke wanakukujia. Usijipeleke wanakukujia. Wasichana usiende kuolewa, wewe ngoja wakukujie. Ukijipeleka tu kwisha. Wewe wanakukujia. Oh my God. Hallelujah. Jefta, njoo. Tena usikuje tu uwe kichwa. Inamaanisha yule ambaye alikuwa ni kichwa alidimotiwa immediately. Amen. Hapo kulikuwa na kichwa. Lakini wakamwambia Jefta, wewe kuja uwe kichwa, maana ule kichwa ingine imetufail. Leo natangaza wote ambao walijipeleka mbele. Kimbele yao itafail round hii. Kimbele yao itagonga ukuta. Waliojipendekeza ati wao ndio wanaweza, hekima yao haitawasaidia. Watateremshwa, wewe upewe kiti. Wataondolewa, wewe upate nafasi yako. Yes. Mmoja, kuna watu kwa kujipendekeza. Kalabadi. Ninaomba hiyo kujipendekeza yao. Basi kama mnaenda kuimba State House, hapo kuna watu wanajipendekeza. Naomba wajipendekeze kweli. Lakini wakipewa microphone, iwanyonge hivi mpaka kwambie muite Masi amekuja. Ambie yuko hapa. Pokea kwa jina la Yesu. Kila kujipendekeza kwa adui yako, raundi hii kutagonga ukuta. Amen. Kila kujipendekeza kwa maadui kuja kama kiti yako imeshaandaliwa. Umajua David akasema, mnataka nipigane na Sauli, lakini tuelewane. Kabla sijaenda vita, itisheni kamati ya andalizi. Yes. Kamati ya andalizi, tukubaliane kwanza. Leo ninaomba madharau yao, chuki yao ni faida kwa maisha yako. Amen. Chuki yao ni faida kwa maisha yako. Waliodhania utamaliza vibaya, ni wewe watakuita kwa jina la Yesu. Hata nilikuwa najua niko useless kabisa, lakini tu nilikuwa ndani imani, najua siku moja nitatokea. Lakini physically nilikuwa useless. Kuna mama moja hapa Kitale aliniangalia hivi na akaambia watu, pastor, nimefunuliwa hawezi maliza miezi 3. Bila amekonda hivi. Bwana ameongea. Sasa hivi walikuwa wameenda maombi ya mlimani. Bwana ameongea, ametuonesha miezi 3 ameenda. Na nilikuwa nimekonda. Ni kweli wakitoa hiyo unabii ukijiangalia vile unaenda hata upepo ya, lakini kumbe leo yametengeneza mahubiri. Tena kuombea chuki yako itatengeneza ushuhuda. Oh my God. Hiyo chuki yako itatengeneza baraka. Amen. Hiyo chuki yako itatengeneza neema. Ninaiachilia hiyo neema ianze kazi. Hiyo mambo ambayo ingekupata mabaya, faida utaiona ya Jehova. Haleluya. Jefta akaambiwa aje? Jefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi ngoja kidogo, hamkunifukuza na nitoke kwa nyumba ya baba yangu. Sasa hiyo ni very wrong. Kwenyu unaweza fukuzwa kwenyu? Ambia mtu asikufukuza hapa kwa hii kanisa. Okay. Mtu asikufukuze hapa. Hii kanisa ni ya baba yako. Sasa mtu anakufukuzaje kwenyu na unaenda? Nani mjinga? Nigongee mtu mwambie acha ujinga na wewe. Unafukuzwaje kwenyu? Unafukuzwaje kwenyu? Hata kuna mtu amenifukuza, kuna watu, kuna washirika wanafukuzwanga kanisani. Unafukuzwaje kwenyu? Na mimi huwa nashangaa, Apostle. Mtu amekuwa shuleni, anagonga viboko na mwalimu, aache shule. Mtu wako wa kikundi ya wamama,
wanakula pesa yake, aache kikundi, aache chama bado tu amekatalia. Bwana yako anakuvuta hivi, anakutimua, bado tu uko hapo tu. Tena wenye wanakosana na mabwana. Kuna mama mwingine anakuja kwa sasa, niombee bwana wangu ananichukia mimi, ananipendi mimi, nini namwangalia hivi, baba Mungu naombea amani. Kidogo naona mama anaenda hivi tumbo tena nini, ako na mimba. Na sasa na kila siku anasema anachukiwa na ako na mimba. Hiyo mahesabu mimi sielewi. Ama unaielewa? Kila siku alikuwa anasemanga bwana yake ampendi, lakini baada ya mwaka anazaa. Sasa nilikuwa najiuliza hii chuki naye tena ina faida? Hiyo ni chuki ya faida. Bwana asifiwe. Kuna chuki ya faida. Hadi mtu anachukiwa na bwana yake na anazaa watoto kila mwaka. Si pia ni chuki ya faida ama mnaonaje? Hiyo si iko sawa? Haleluya. Amen. Tunaachilia neema katika jina la Yesu. Amen. Hiyo chuki unayechukiwa, Mungu anaenda kukushindania. Amen. Nasema Mungu atakushindania. Amen. Nasema Mungu atakushindania. Oh yes. Nasema Mungu atakushindania. Oh yes. Aya Jefta. Wazee wakamwambia nini? Akasema watu wamemtoka nyumba baba yake, question mark. Basi kwa nini kunijia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wanayekuchukia, wapende wasipende, hawawezi ona mema. Hawawezi. Roho ya chuki haina mema. Inaonekananga imeshinda, lakini at the end of the day inarudianga wale watu. Yes. Ndugu hata za Joseph walionekana wameshinda, lakini at the end of the day njaa ndio wakamata. Amen. Na mimi nakwambia usichukie wanayekuchukia. Amen. Wewe kabaki na Yesu wa upendo. Hallelujah. Wewe wasamee, waambie Bwana nimekuachia. Naye Mungu ukimwachia kuna vile atashughulika. Na mimi nakuombea siku ya leo Mungu atashughulikia mambo yako. Amen. Mungu atashughulikia anga yako. Yes. Mungu atashughulikia roho yako. Amen. Mungu atashughulikia huduma hii. Waliochukia huduma hii, natangaza masaa imefika. Amen. My God. Mungu anaenda kusaidia. Amen. 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 Sasa akawaambia mbona mmenikujia wakati wa taabu? Bwana asifiwe. Kuna watu wengine lazima wapate taabu ndio upate faida. Amen. Chuki ya faida. Kuna watu wengine lazima wapate taabu ndio upate faida. Amen. So sio kila shida ya kuombea. Jina unauliza kwanza ni gani na usianze kuombea Jona, unamtoa pepo. Jona, pepo toka. We, Jona ana vita na Mungu. Amen. Amen. Sasa kuna shida zingine zinapata watu kwa faida yako. Leo ninaamrisha kimilili ipate shida na wewe ukuwe na suluhisho. Hallelujah. Natangaza watu wapate shida ambaye wewe una suluhisho. Na ukiwa na suluhisho, kuinuka kwako kunaendelea katika jina la Yesu. Hallelujah. Ukiwa na duka huwezi omba watu wakuwe na washibe. Unaombea watu washikwe na njaa. Naachilia njaa. Baba Mungu, naachilia njaa. Sasa njaa yao ndio faida. Ndio faida yako. Ndio biashara. Kama unauza nguo, unaanza kuambia Bwana zile nguo wako nazi anze kuzeeka. Akivaa hivi anakaa kuzeeka. Sasa mbona uelewi? Umeelewa? Tumeshika. Nimesema kama wewe ni fundi ya nguo, unaanza kuambia watu nguo zao zianze kuzeeka. Ziwakatae wanone. Na ukimuona usimsifu sana, mwambie ni kazuri lakini kameisha. Ilikuekshoneka. Hapana msifu mpaka anajisikia, mpaka anarudia nguo mara 3. Jumapili 3 kwa sababu tulikuambia uko smart, unarudia leo, kesho. Bana, hiyo nguo imezeeka. Ambia jirani nzuri lakini usikuja na zanda yako. Kuja na nyingine mpya. Kuja na nyingine mpya. Hii tumekuzoea. Mwambie ni nzuri lakini Sunday hii ni mzuri lakini tumekuzoea nayo. Hii imekuzoea sana. Chuki ya faida. Sasa huyu kijana akakujiwa na wazee. Tuendelee tumalize. wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena. Tumefanya nini? Tumegeuka kukuelekea wewe tena. Tumegeuka
Mimi natangaza waliokutoroka watageuza nia zao, watarudi ibada kwa jina la Yesu. Walio hata hii madhabahu, nageuza mioyo yao, nageuza fahamu zao, nageuza spiriti zao. Na kama walivamiwa na mapepo, hiyo mapepo na ing'oa kwa anga yao, waanze kuota wakirudi, waanze kufikiria wakirudi. Nageuza mioyo yao na waelekeza mahali hapa. We receive in Jesus name. Bwana asifiwe. Mlisema mtu ya keyboard leo aligeuzwa akaenda wapi? Sijui. Tunageuza penye yake. Ajikute ndio keyboard mzuri kuliko kule ameenda. Angalia nani hajakuja tugeuza roho yake akuje. Tunageuza. Taje mahali. Mwenye hajakuja kanisa mtaje. Mwambie tunakugeuza. Tunaona hao walikuwa wamegeuzwa mioyo. Kumbe watu wako wanaweza geuzwa. Wateja wako wanaweza geuzwa. Washirika wa Redeemers wanaweza geuzwa. Leo tunatangaza, tunakataa kugeuziwa baraka yetu. Tunakataa kugeuziwa baraka yetu. Na alikuwa amepata mjengo, walimlipa mjengo shilingi 5,000. Akasema acha nipite Ketias ninunue shopping. Akanunua. Sasa alipoingia supermarket ameweka baiskeli yake hapo nje. Alafu sasa akaingia na 5,000 kwa super, akakuja na shopping ya 4,900 amebaki na shilingi 100. Alipofika nje akakuta baiskeli yake haiko. Oh my God. Ai! Mzee alipoangalia baiskeli haiko akastuka. Akapiga nduru moja town. Ai! Ile vitu alikuwa nayo akaachilia kwa barabara zikatapaka. Naye watu ni nani? Badala wamhurumia kila mtu wa mkate, wa sabuni, wa mafuta, kila mtu anachukua yake akaenda naye. Kwanza baiskeli ni pesa ngapi? Ilikuwa 3,800. Shopping ni pesa ngapi? Ya 4,900. Sasa mzee akastuka. Wacha mzee anda kukimbia supermarket. Baiskeli! 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 Mzee alitafuta baiskeli 30 minutes hakuna. Mtu mmoja wakati aliona mzee ameisha nguvu, mzee analia town peke yake, vitu vimeenda, shopping imeenda, baiskeli imeenda. Akamunguza akamwambia mzee, acha kulia, ni nini? Baiskeli yako ndio hii. Mzee kumbe amekaa kwa baiskeli. Alipostuka, kumbe mtu alikuja akageuza baiskeli yake. Akaiweka upside down. Sasa mzee anatafuta na baiskeli yake iko hapa. Ni kugeuzwa imefanya nini? Imegeuza. Naamrisha kila maroho inageuza mambo yako. Nimekuja kugeuza katika jina la Yesu. Baraka unayetafuta iko mahali hapa, lakini inaweza geuzwa. Muujiza wako huko Nairobi, huko hapa. Tunaipindua. Lakini wakikugeuza unaanza kuzunguka tu. Ni nini? Kumbe iko hapa. Niguzie jirani mwambie vitu vyako viko hapa. Vitu yako imepinduliwa tu. Nikupinduliwa, na tunaipindua sana. Baiskeli yako iko hapa. Leo tunapindua vitu vyako. Tunapindua baraka yako. Irudi vile unavyotaka. Haleluya. Wewe, pesa yako iko hii soko. Lakini inaweza geuzwa. Yes. Ukianga hapo. Inua mkono mmoja, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Aliyegeuza maisha yangu. Aliyegeuza maisha yangu. Ninamwendea saa hii. Ninamwendea saa hii. Achilia! Achilia! Musa kaangaika 3 hours town. Amepoteza 5,000 zote. Kumbe baiskeli ilipinduliwa. Leo ninakuombea muujiza wako hautapinduliwa. Amen. Wenye hawajaolewa bwana yako hata haiko China yako tu hizo huko ni vile anaweza pinduliwa. Amepinduliwa. My God. Haleluya. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu amebarikiwa kufika pale. Yes. Kuna mtu amenelewa kufika pale. Sasa sikia iko wapi pale? Wakasema ni kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kuelekea wewe tena. Hapo napenda hiyo jina. Kuelekea wewe tena. Yaani walikuweko lakini wakageuzwa.
lakini wamerudi tena. Leo natangaza kile ulipoteza kinarudi tena. Neema uliyopoteza inarudi tena. Amani uliyopoteza inarudi tena. Pesa uliyopoteza inarudi tena. Maombi uliyopoteza inarudi tena. Ndoa zilizopotea zinarudi tena. Washirika waliopotea wanarudi tena. Mtu haifai kumwambia tena. Haleluya. Amen. Mwambie jirani nitakupenda tena. Ninakupenda tena. Thank you Jesus. Haleluya. Halafu ili waende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni. Nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Endelea. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba, sasa Yefta akaanza kuongea. Akawaambia nini? Mwanirejesha kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu. Je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Je, Mungu akinitumia mambo ya uwezi fanya shopping Etias na unaenda kulipa Naivas, mwambie kitu iwezekana. Hata kama yote ni supermarket. Haiwezekani? Haiwezekani. Ama vipi? Unaweza kufanya shopping Etias na ulipe Naivas. Unafanyia nini? Unalipa pale ulinu. So sadaka yako hapo unafaa kuleta. Mambo ya kuombewa hapa alafu unaipeleka huko kwa Ezekiel, wewe achana na hiyo maneno. Acha mchezo. Na hatuna ubaya. Yes. Shopping unafanyia hapo na unalipa wapi? Hapo. Amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Haya. Sasa akauliza, sasa Mungu akinisaidia kutakuwaje? Wazee wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu. Hakika yetu tutafanya sawa sawa na neno lako. Yaani wakasema hatutaiti shahidi wa hii dunia usaidi. Ni Mungu ndio shahidi. Oh my God. Hatutaita watu wakora wa kugeuza tena. Ni Mungu ndio. Na kuombea Bwana akupatie baraka ambayo watu hawana uwezo wa kuigeuza. Amen. Bwana akupatie neema ambayo watu hawawezi safiri mbinguni waka-withdraw. Bwana asifiwe. Unajua ukipewa vitu na watu ni hatari, anaweza kujia. Amen. Nakumbuka kuna siku niliomba shati nyingine nikaendea mahali na mwenye shati nikapost, alafu naye akakomendi hapo chini. Nikajua hii comment hii inaambiwa haleluya. Maana nilicheza ikawa sasa nimesweat shati mzima, akakomendi hapo comment nyingine. Nikasema Bwana nisaidie. Haleluya. Oh, namaliza. Haleluya. Alafu akamwambia nini? Hao watu wakamfanyia awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Bwana asifiwe. Amen. Ya mwisho kuna mstari mwingine? Basi Yefta akatuma wajumbe waende kwa mfalme wa wana wa Amoni, akasema, je, wewe una nini nami hata umenijia kupigana juu ya nchi yangu? Sasa Yefta akaanza kazi. Oh my God. Mimi nakuombea neema ya kurudi kazini. Amen. Wewe narudia, ninakuombea neema ya kurudi kazini. Haleluya. Na watu wameacha hii kazi, natangaza rudi kazini. Tunarudi. Wewe nasema rudi kazini. Amen. Wazee wa kanisa warudi kazini. Waimbaji mrudi kazini. Wainjilisti mrudi kazini. Watoto mrudi kazini. Oh my God. Haleluya. Amen. Yefta karudi kazi. Na mimi naomba katika jina la Yesu, mimi nikirudi Kitui na nyinyi mrudi kazi ya Bwana. Maana hii kazi inakuhitaji. Chuki inaweza kufanya ukaacha kazi. Chuki inaweza kukufanya ukaacha huduma. Lakini leo nakutia moyo, kuna chuki ya faida. Hiyo kuchukiwa ni faida kwako. Rudi kazini.
Nigongee mtu mahali imwambie rudi kazini. Go back to the work. Rudi kwa nafasi yako. Rudi kwa position yako. Rudi kwa position, rudi mahali pako Mungu amekuweka katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So watu wanaweza kukuchukia for no reason. Why people hate you? People can hate you kwa sababu without a reason. Daudi anasema bila sababu. Bila sababu. Hallelujah. Watu number 2, watu wanaweza kukuchukia kwa sababu ya kuongea ukweli. Oh my God. Watu wengi wapendi ukweli. Amen. Yes. Watu wanaweza kukuchukia kwa sababu uko na favor. Ati kila saa ni wewe aposa anaita. Utachukiwa. Yeye itakufanya hapa kuna watu watakuweka. Bwana asifiwe. Kule wao wa kanisa kuna watu ile kuna kikundi ile inasema si ndio waanzilishi. Sasa wakiona mtu anakuja na ako karibu na neema hivi, ati namuitaita Bwana asifiwe huyu mtumishi, wanamuendeanga kwa choo. Wanamfinya moja hivi style. Unaona mtu anaanza kwenda hivi. Nini? Kumbe magwiji kamati ya rochafi siojulikana iko hapo. Hawataki kuona msura ingine na wao hawataki kufanya. Washindwe kwa jina la Yesu. Amen. Mtu amenielewa? So watu wanaweza kuchukia because of favor. When you carry favor, wewe ni candidate wa kuchukiwa. Na this life without favor utangangana. Pokea favor katika jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo hata wakikuchukia utakubalika. Amen. Hata wakikuongelea utakubalika. Tena nakuombea demo na kuchukia ukuwe na pesa nyingi kualiko. Ukiwakuta njiani nawaambia kula nitalipa. Hallelujah. Na dawa moja ya kuweza wanaye kuchukia ni kuanulia chakula. Unahakikisha wanashiba, ndio wakikuongelea wanatumia nguvu ya chakula yako inageuka kwa vichwa yao inakuwa makaa ya moto. Amen. So mtu akikuchukia usimtoroke, hakikisha umemtafutia mahali tu atakunywa chai yako. Hivyo tu. Mtu aseme amen. Amen. So watu wanaweza kuchukia kwa sababu ya kibali. Amen. Kibali. Watu wanaweza kukuchukia because you are beautiful or handsome. Moja hii tu sura yako inasumbua watu. Hii kitambi ya poso kuna vile inasumbua watu hii soko. Na sio yao hata iwasumbui. Hakuna sio mtu anaongea, huyu naye amenona tu. Sijui ni nini? Na hata sio tumbo ni yake, yeye ndiye anaibeba, lakini inamsumbua. Sasa vile unafanana kuna vile inasumbua watu. Hata hiyo nywele umeshuka kuna mtu inamsumbua. Hana amani. Oh my God. Hata watoto yako kuna vile tunawasumbua. Na sio wao hujawaitisha pesa, lakini bado inafanya nini? Inawasumbua. Na waombee itawauma sana. Amen. Bado itawauma lakini wewe utaendelea. Kuendelea kwako itawauma lakini bado utaendelea. Narudia, kuendelea kwako itawauma na bado utaendelea. Hallelujah. Bwana asifiwe. Oh my God. Oh, thank you Jesus. Bwana tusaidie. Bwana tuhurumie tu. Ya watu wanaweza kukuchukia kwa sababu ya maendeleo uko naye. Unaweza kuwa na kuku tu inasumbua watu. Kwa Kikamba tunaitwa kiweu. Hii ni wivu ambayo inasema aposti inasema upoteze, yani usiwe na faida na mimi nisikuwe naye, tupoteze wote. Oh my God. Hataki ukuwe naye na hata yeye mwenyewe hana. Shindo kwa jina la Yesu. So watu wanaweza kuchukia kwa sababu ya maendeleo. They hate you for no reason. Amen. Ya, washindo kwa jina la Yesu. Na mtu wa Mungu kumbuka kwamba kuchukiwa sio wewe wa kwanza. Walichukia David sana. Walichukia David mpaka mkutano unaitishwa na hayuko. Family meeting inaitishwa na David yako lakini wanakataa kumweka ndani. Inaitwa chuki. Lakini at the end of the day, ni nani alipata faida? Ni nani alipata faida? Daudi. Ndugu zake waliinua vita, wakasema mafuta imekuja na mtu asijaribu kuleta David hapa. Hata baba yake akaunga mkono. Lakini yule mwenye walichukia ndiye alirudi kukuwa kiongozi wao. Mimi nakuombea katika jina la Yesu. Oh yes. Wakikuondoa kwa list, Mungu hajakuondoa kwa list. Amen. Wakikuondoa hata wakikudelete wakuweka kwa box. Na kanafunguka hivi na unaingia ndani hapo usijali. Kuna box ya mbinguni. Hallelujah. Mungu atakufungua. Chuki
ya faida. Walimchukia Daudi, lakini ile chuki bado Daudi alifanyika kuwa mfalme. Haleluya. Mtu aseme amen. Amen. Mimi nakuombea utafanyika kile Mungu alisema. Hata wainuke utafanyika kile Mungu alisema. Yes. Hata wapeleke uongo, waungane na familia na wakubwa wote ambayo inajulikana, bado utafanyika kile Mungu alisema. Haleluya. Hata watumie bosi wako, bado utafanyika kile Mungu alisema. Hata watumie watu wa karibu, tukitumia kabisa sasa ndio tumemaliza. Kama Mungu ndiye alikuinua, hawataezana na wewe. Haleluya. Hawataezana na wewe. Amen. Ninaongelesha moyo wa mtu mahali hapa, hawataezana na wewe. Oh yes. Ninaongelesha mtu mahali hapa, hawataezana na wewe. Katika jina la Ninaongelesha mtu mahali hapa, hawataezana na wewe. Mwanamke mmoja wa hekima akaambia mzee wake, hawa watu napigana nao. Huyo ni Mordekai. Akaambia bibi ya nani? Ya Haman. Akawaambia, we, hawa watu unajaribu kupigana na wao, utajiletea shida bure tu. Mzee, achana na hii maneno. Na kikakataa, kilijiletea shida. Leo natangaza watu waachane na wewe. Watu waachane na wewe. Amen. Na wasipoachana na wewe watajiletea shida. Watajiletea shida. Wasipoachana na wewe watajiletea matatizo ambayo daktari hata iondoa. Watu waachane na, hata ambia jirani watu waachane na mimi. Achana na mimi. Tafadhali. Kwani unamuogopa? Mwambie niachie Mungu, achana na mimi. Wachana na mimi. Mambo yangu hayajashinda Mungu, so watu waachane na mambo yako. Mambo yako hayajashinda Mungu, so watu waachane na wewe. Kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Onesha kidole jirani, mwambie hasa wewe. Hasa wewe. Mwongeleshe, mwambie achana na mambo yangu. Alafu mwongeleshe kidole, mwambie hasa wewe. Hasa wewe. Mwachane na maisha yangu. Mpe Bwana sadaka. Haleluya. Chuki ya faida. Bwana Yesu asifiwe. Kalaba. Hii kazi ni moto. Hii kazi kwangi baridi. Kazi ya madhabahu ni moto. Na moto huu kuna watu wameingia ndani wakaisha. Yes. Lakini nashukuru Mungu ana mabaki. Kalaba. Inaitwa remnants. Masalio. Kwa lugha rahisi wanaitwa masurvivor. Wacha nikuambie, mnajua Afro cinema? Okay, wacha tuachane na Afro. Mnajua DJ Afro? Yes. Haya, mtu atoe sauti DJ Afro twende. Alright. Sasa katika sinema kuna kuanga na actor. Actor hupigwa mama. Actor hupigwa mpaka unaweza ona kama actor anakufa, lakini let me tell you, actor never die. Actor never die. Watu wote watakufa kwa sinema, lakini actor at the end ya sinema ata survive. Umeona wewe ni actor. So umeona huyu actor amekaa na wewe. Huyu ni survivor. Nikuambia survivor, mpe high time. Survivor. Mwambie wewe ni survivor. Wewe ni survivor. Masurvivor, Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni survivor. You are a survivor. Watu wameenda, wewe bado huko. Wewe ni survivor bwana. You are a survivor. Kwanza mama ni survivor. Wewe ni survivor. Nikuzie survivor mwendako. Mwambie I am a survivor. I am a survivor. Wewe ni actor bwana. Mimi ni actor. Actor never die. Yes. Watu wote kwa sinema wataisha. Hata actor anaonekananga kama hata anaendanga hivi. Ana survive. Lakini at the end of the day, kwa sinema actor ana survive. Actor ana survive. Nakuombea siku ya leo, actor never die. You will not die. You will not die. Yeah. Utamaliza mwaka huu. Wewe ni actor, utamaliza mwaka huu. Watu wamesarenda, lakini wewe bado uko vitani. Pokea neema ya kumaliza. Pokea neema ya kumaliza. Pokea neema ya kumaliza. Actor never die. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor. Survivor never die. Niko Kitui, mimi ni survivor. Mimi ni survivor.
Mimi ni manuva nini watu kusurvive. Amen. Watu wanaanza wanakwisha. Lakini tuko hapo tu. Tunasurvive. Unaendelea niambia tuko. Tuko. Kuko vipi? Niambia tuko. Tuko sawa. Hata wewe nakwambia wewe ni survive. Angalia survivor mwenzako, mwambie kitu. Wewe ni alaba mimi ni hii kitu utasurvive. Hii kitu utasurvive. Nikikufa move. Narudia mwambie asikie hii kitu utasurvive. Mimi ni survive. Hii kitu utasurvive. Hii kitu utasurvive. Hii kitu utasurvive. Wewe ni survivor. Nipate masurvivor waseme wewe ni survivor. Nipate masurvivor waongee useme oh my God. Wewe ni survivor. Wewe ni survivor. Katika hii chuki yote wewe ni survivor. Hallelujah. Katika hii kuchukiwa wewe ni survivor. Amen. Katika hii maneno wewe ni survivor. Watu wote wataanguka lakini walio na Bwana. Maandiko yanasema atawapa nguvu upya. Maana wamesurvive. Natangaza Mungu akupatie nguvu mpya tena. Mimi survivor. Mungu akupatie nguvu. You are a survivor. You are a survivor. Watu wamegonjeka malaria wakakufa. Wewe bado uligonjeka malaria ukatokea. Wewe ni survivor. Amen. Watu walienda wakazaa wakabaki huko. Wewe ulizaa na huko na Joshua. Wewe ni survivor. Haleluya. Wewe ni survivor. Watu walikuja hapo kanisa wakasengenya tena na mtu mmoja na wakatoroka. Wewe wamekusengenya huko tu kichuma. Wewe ni survivor. Wewe ni mtu ya maana. Very important person. Jipigie makofi, jisimailie mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Sema congratulations me. Jicongratulate mwenyewe. Congratulations me. Mimi ni survivor. Mimi ni survivor bwana. Mimi ni survivor. Na sita hii maneno yote umesikia na bado huko. Wewe ni survivor. Amen. Hii mambo yote wamekuletea na bado huko. Wewe ni survivor. Amen. Wewe ni survivor. Amen. Hata leo ulikuwa ukuji kanisa lakini ukajikuta umekuja. Wewe ni survivor. Amen. Na hii shida yote. Na hii mashida yote. Mimi ni survivor. Wewe ni survivor. Wewe ni survivor. Umeona survivor mwenzako? Sijui ungemnunulia kitu. Angalia jamaa. Mwambie hivi vitu umepigana, chukua hii 100 enda pigia. Mpe kitu jameni. Ni kama mpe kitu. Fungua kibetu mwambie chukua hii. Amen. Chukua hii. Wewe ni survivor. Oh my God. Jesus. Survivor. Nina masurvivor hapa. Yote bado una survive. Wewe. Umepigongo, umesengenywa, wamezama mguu yake na kama mkwaji, mapo yako zinye na kama kangumu na bado uko tu. Oh my God. Wewe ni survivor. Tumbo yako wameiongelea bado una survive. Imagine. Bwana yako kwa amegonga, sijui ulipata bwana gani, sijui ni kitu gani ulipata, lakini bado mko pamoja. Wewe ni wewe actor never die. Actor never die. Wamedania wamekurushia marisasi ya kukumaliza. Wataona ukitokelezea kwa moshi. Yes. Wataona ukitokelezea mbele. Thank you, Jesus. Wataona ukiinua mikono. Glory na to kusema God. Thank you Jesus. Yes. Thank you Father. Yes. You are a survivor. Amen. Apostle njoo. Yes. Njoo babaka watoto wako. Ongeza kitu hapo. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Masurvivor wainue mkono juu, sema mimi ni survivor. Mimi ni survivor. Sema mimi ni survivor. Mimi ni survivor. Kwa hivyo wakipigana na wewe, mwisho ya jambo lazima utatokezea. Amen. Ile area imenifurahisha kwamba si kutokezea tu, watanihitaji. Baada ya kila kitu wapigane na mimi, waone kama nimeisha, Bwana ananiinua sasa. Alafu they will need me. Yes. Watataka nikue juu yao. Wanataka nitatue shida zao. Amen. Sema asante Yesu. Sema asante kwa chuki. Asante kwa chuki. Hii chuki ni ya faida. Chuki ni ya faida. Katika jina la Yesu. Kama uko serious, patia survivor mwingine makofi. Mweke kofi, mwambie survive. Survive. Patie kofi, mwambie survive. Survivor huwa wakasiriki. Sema amen. Hallelujah. Glory.